Usiingie kwenye mpira alafu ukajificha kwenye kivuli chako cha wadhifa au kitu fulani. Ukiingia kwenye mpira, kuwa tayari na utani wa mpira. Kuwa tayari nao. Unawaambia nani hapo? Yoyote anaingia kwenye mpira. Okay. Kama una kofia yako nyingine na umeingia kwenye mpira, ivue nyingine, kuwa kwenye mpira. Sasa wewe ukishaingia kwenye utani wa mpira alafu bado unataka kujilinda kwa kofia yako nyingine. Zamani kidogo kulikuwaga na vita fulani ya maneno unakumbuka kati ya Jerry Muro na Haji. Na wakati ule Jerry alikuwa yuko kwenye wadhifa fulani hivi tena. Alafu kama Haji kuna skadi moja alipiga alafu Jerry akamtishia akamwambia nitakuweka ndani. Unakumbuka vile vitu. Sasa tusifikie huko. Wewe kama umeingia kwenye mpira, inawezekana wewe ni mlezi wa timu ya mkoa wako, kama vile ambavyo vile mkuu wa mkoa wa Tabora, mkoa wa Mwanza na wakuu wa mikoa wengine ambao timu zao ziko huko zinashiriki ligi. Of course mkuu wa mkoa wa Tabora naye ana kauli zake alizitoa kwa Yanga. Yanga wakasemea wapi? Kwa mfano, yeye alisema anajua kama Yanga atakuja na Kierere. Yanga wakaisemea wapi hiyo? Kwa hiyo na yeye swala la yeye kujibiwa kama ndilo ambalo linamfanya hali anashikiliwa pale, ni heri ya watu wakakaa pembeni, wasio wanaingia kwenye mpira. Kama utakuwa unatania watu na wewe ukijibiwa unatumia wadhifa wako mwingine kushikilia watu wengine, that's not proper. Yaani wewe ukishaingia kwenye mpira, huu ni mpira. Masuala mengine ya wadhifa wako mwingine na siasa zako, hayo ni masuala mengine. Ni kama vile wao ukiingia kwenye siasa. Ushaonaga kuna watu wanakamatwaga kwa ajili ya wewe ulimwambia huyu hivi kwenye kampeni, unaonaga wanavyochafua naga. Wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya vile, nani anakamatwaga kwa ajili ya kampeni? Kwamba huyu alimsemea vibaya huyu. Of course wana mambo yao waga wanakamatanaga huko baadaye, lakini kwenye mpira we are totally different. Hakuna mtu aliwahi kamatwa kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa kama unadhani ulikosewa heshima katika namna moja au nyingine, angalia namna ya kusolve mambo yako. Umeelewa? Na sisi kwenye mpira tunaga masuala ya kukamatana kwa sababu tumetaniana au tumefanyaje. Kwa hiyo ukishaanza, mimi sijawahi kuona mtu akamvunjia heshima mtu ambaye hajaanzisha. Yaani out of nowhere akaanza tu kakujibu au kakwambia kitu fulani, na ukizingatia alichokizungumza yeye lilikuwa ni jibu, sio kama ndo alianza. Kwa nini alienda Tabora muda mrefu, lakini hakuwa izungumza chochote. Kwa kama nimekuelewa vizuri, yani huku kwenye mpira tuna lugha zetu. Tuna utani, tuna masiara wakati mwingine, tuna kutambiana. Ukiingia huku sau cheo chako, kubali kwamba nimeingia huku. Exactly. Ili mradi tu mtu hajavunja sheria za nchi. Sawia. Hajamtusi mtu. Sawia. Na kufanya vitu vingine kama hivyo. Na nafikiri ni ushauri mzuri umeutoa. Ni ushauri mzuri. Na ni jambo ambalo tunatakiwa tuwe nalo. Kwa sababu huko tunapoelekea sasa tutakuwa kuna uoga. Yaani tuko kwenye mchezo, unajua sisi huko tuko free. Kwa sababu unajua ndugu yangu hata akitoka, atakapowekewa mic kuulizwa atosema ya kule. Atosema ya kule kwamba aliulizwa nini. Nilikuwa tunaulizwa juu ya mawili matatu, lakini honestly sio sawa. Sio sawa. Sio sawa.